ataishi, atakuwa na uzima na atakuwa hai. Watu wako wanapotumia mwili wako na damu yako, kitu chochote ambacho kimekufa katika maisha yao, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni fedha, iwe ni nyota, iwe ni mafanikio, yeyote ambaye anatumia mwili wako na damu yako apate nyota sasa. Mwili wako na damu yako vinaleta ukombozi kwa watu wako. Hakuna yeyote atakayeendelea na roho ya giza, roho ya kutofanikiwa, roho ya kushindwa haitakuwa juu yake, bali anapewa roho nyingine mpya na anapewa nyota kwa mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Yesu, ikiwa tunatumia mwili wako na damu yako tunapona na tunaishi, ninaamini hakuna ugonjwa utasalia kwenye maisha ya watu, kwenye mili yao. Wanapotumia mwili wako na damu yako, iwe ni ukombozi, iwe ni miujiza, ni ishara. Mwingine anatumia mwili wako na damu yako kwa imani, akihitaji nyota ya kufanikiwa katika kazi, katika masomo, katika huduma, katika chochote anachofanya. Damu yako impatanishe na mbingu, impatanishe na ufalme wako, na akitoka hapa awe mtu mwingine kwa damu yako na mwili wako. Baba, hii sio divai tena, ni damu yako, na huu sio mkate tena, ni mwili wako. Ifanyike baraka kwa watu wote wanaotumia. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Naomba tumoja siku ya Karema basi, naomba uchukue hii mstari wa 26. Mungu na sauti ya Mungu. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate,
akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Inua mkate. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mkate huu, na usio mkate tena, ni mwili wako. Ulisema atakayetumia mwili wako atakuwa na uhai, atakuwa na afya, atakuwa na uzima ndani yake. Watu wako wanapotumia mwili wako, Yesu, wawe na uhai, wawe na afya, wawe na uzima, washinde kila vita ya kiroho na wapate nguvu za kiroho kuanzia sasa kwa mwili wako. Ninaomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi tule wote. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, mnyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kikombe hiki ambayo ni damu yako. Yeyote anayetumia damu yako anaingia kwenye agano jipya katika maisha yake. Hakuna kitu chochote cha zamani, asili yoyote ya zamani itakayosalia ndani yake. Damu yako inafanya maisha mapya ndani ya watu. Hakuna mauti, hakuna magonjwa, hakuna vifo vya mapema, hakuna mtu atakayeteseka ikiwa ametumia damu yako na mwili wako. Bwana Yesu, ninaomba kikombe hiki, yeyote anayetumia kifanyike ukombozi kwake, na kila kitu chochote kilichoharibika kwenye maisha yake itengenezwe upya. Baba, hii siyo divai tena, ila ni damu yako. Tunapoitumia ifanye msako wa kitu chochote kibaya ndani ya miili yetu, kifutike chenyewe, na damu yako ilete nyota nzuri, ilete mafanikio, ilete kibali, ilete ukombozi. Baba, ninabariki kikombe hiki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunywe wote. Basi naomba sasa tusimame ili niombe kwa ajili yako. Watu wanapokusanya vikombe, basi niombe. Damu ya Yesu inafanya agano. Amini tu hii damu ya kwamba chochote kwenye maisha yako akitabaki, na damu ya mwezi huu wa 11 kwa mwili wa Yesu na damu ya Yesu upate nyota ya kibali, upate nyota itakayo kutofautisha tu na watu wengine. Huu mwezi uwe ni mwezi wa miujiza yako. Ukiamini damu ya Yesu na mwili wa Yesu iliyoingia ndani ya mwili wako itafanya vitu vipya ndani yako tu. Utapenya na utafanikiwa, maisha yako yatakuwa tofauti. Inua mikono yako ndani ya mbele za Bwana katika masaa haya. Sema, Bwana Yesu, nimepokea damu yako katika siku ya leo. Hiyo damu ifanye msako ndani yangu, na kitu chochote kisichostahili kwenye maisha yangu kianze kuondoka, kianze kuondoka. Damu ya Yesu ifanye baraka ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, damu yako ifanye msako, ianze kufanya msako, ianze kufanya msako kwa jina la Yesu Kristo. Uliyeko kwenye vyombo,
In the mighty name of Jesus. Yesu, damu yako ianze kufanya msako masaa haya. Inua mikono yako juu mbele za Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ianze sasa. Ianze sasa. Ianze sasa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wewe nilikwambia tukienda kwenye maombi chuo cha kufanya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The blood 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 of Jesus. Iyo damu ifanye msako masaa. In the mighty name of Jesus. Inua mikono yako juu mbele za Yesu Kristo. Iyo roho yote ianze kung'olewa. Wengine ni wagonjwa, wengine wana matatizo ya muda mrefu. The blood of Jesus. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. The blood of Jesus. Asili yoyote mbaya ndani ya watu hawa, hiyo roho inayokuvamia, iachie maisha yako, iachie maisha yako, iachie nyumba yako, iachie ndoa yako, iachie mke wako, iachie wanao, iachie biashara, iachie kazi. Hizo ndoto mbaya zinazokuvamia, ndoto za kushindwa, ndoto za kupigwa vita, hizo ndoto zikuachie. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Iyo damu ya Yesu ifanye msako, ifanye msako, ifanye msako kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ni nani akazuia watu hao wasifanikiwe? Iwe ni uchawi, iwe ni makanisa kwao, iwe ni laana ya babu, iwe ni laana ya bibi. Moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Magonjwa kwenye tumbo, kwenye kifua, magonjwa ya Yesu, sikose, katika maisha yangu. Kila roho iliyokuwa inanifanya nishindwe, sitashindwa tena. Damu ya